wenyeji wa maeneo haya watakwambia hali kwa ujumla imebadilika. Wakazi hasa wa Kinyerezi mwisho. Siku za nyuma ile eneo lote lilikuwa ni vumbi na watu walikuwa wachache, lakini kupitia mipango ya serikali wakaweza hatimaye kuweka barabara ya lami, na ndio maana unaona watu wameongezeka na mji umechangamka. Lakini hiyo ni kwa upande wa serikali, na hata ukiangalia katika makampuni binafsi na asasi zingine zisizo za kiserikali wamekuwa na utaratibu wa kujiwekea mipango na kuweza kutekeleza yale ambayo wanahitaji kutekeleza. Lakini vipi kwa upande wa mtu binafsi? Na hiki ndo kimenileta hapa Kinyerezi mwisho jijini Dar es Salaam. Na madhumuni ni kuongea na wakazi ambao wanapatikana katika eneo hili kuhusiana na swala la kuweka mipango. Je, kuna muhimu gani wa kuweka mipango? Na mipango je, ni kwa taasisi tu ambazo ziko rasmi au hata mtu mmoja mmoja anaweza kufanya hivyo? Hivyo ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni David Geke. Karibu sana na hii ni Nondo ya Kijiweni ya TBC. Twende tukawasikilize. Naam, nimefika hapa kama ambavyo unashuhudia nini, kijiwe kimependeza maeneo haya hapa, lakini pembeni yangu nipo na kaka hapa. Wewe ni aje mzee? Fresh baba. Shwari kabisa. Shwari baba. Mimi cha kwanza nataka nifahamu hichi kijiwe chenu kinaitwaje? Kinaitwa Mtipesa. Wenyewe watu kidogo kidogo hivyo watu wanaishi. Sawa. Lakini hilo ni moja. Kitu hasa ambacho kimenileta hapa ni kutaka kufahamu, tumeona katika kwa mfano katika upande wa serikali na taasisi rasmi wamekuwa na utaratibu wa kujiwekea mipango. Lakini kana najiuliza kuhusiana na mtu mmoja mmoja, vipi kwa upande wako? Wewe unajiwekea mipango kabisa? Mipango najiwekea mipango. Kuna umuhimu gani wa kuweka mipango kasi? Umuhimu lazima uwepo. Umuhimu unaona lazima ujue mwaka ulivyoanza nimeanzia wapi na kuja kuishia wapi, lakini kama ujikakamue. Najua kitu kikakamua angalau fungue na maana turudi pale kwenye biashara ni kitu ambacho kinachokupambania wewe mwenyewe. Hapo mwanzo uligusia kuhusiana na kwamba inapofika labda mwaka hivi mwanzoni hivi unaweka mipango yako. Lakini mimi nataka nifahamu hivi kuweka mipango ni lazima iwe mwanzo wa mwaka, kwamba ile mwaka unavyoingia ndo anze kuweka mipango, au mipango unaweza kuweka tu muda wote ule? Mipango sio mpaka mwanzo wa mwaka, unaweza ukajiwekea hata katikati ya mwaka au mwanzo wa mwaka. Ina maana ni wewe mwenyewe kwenye mashauri ya kichwa chako unavyowaza wewe. Mipango sio mpaka mwaka au sio mpaka, ni maana utakavyojiwekea bwana, mimi kitu hichi naanza kufanya hapa. Ina maana wewe katikati au mwishoni, maana mpaka siku fulani ni unishakifanya kitu hichi. Umuhimu wa kuweka mipango ni upi sasa kwa upande wako unafahamu kwamba nikiweka mipango vitu fulani vinaenda hivi na hivi? Umuhimu wangu kujiwekea mipango ni vizuri zaidi, kwa sababu unakuwa kitu ambacho unajiwekea wewe mwenyewe kwa baadaye. Hata mwenyewe maana baadaye kinakusaidia kile kitu. Wewe unajiwekea mipango, lakini una neno lipi la kumwambia yule mtu ambaye labda yeye akipata kitu ni mbele kwa mbele, haina haja kuweka mipango, labda kutokana na umuhimu wake elezea. Wewe unampa neno gani yule ambaye anakutazama sasa hivi lakini azingatie kuweka mipango hiyo? Abadilike. Abadilike, anachokipata hiyo aweke kadhaa, tumie kadhaa. Time kuna matumizi sio lazima. Pana nayo, achana nayo. Kujimeki zaidi ili tujikakamue. Shukran sana. Jina lako ni nani? Mimi naitwa Media Smart. Sawa. Shukran sana, lakini nipo na jirani yangu hapa. Mwamba kabisa. Wewe ni aje mzee? Bwana fresh kabisa. Fresh. Tunazungumzia swala zima la mipango. Wewe unajiwekea mipango? Mimi mipango lazima nijiwekee. Yaani mipango ndio kila kitu. Unaweka mipango afu maisha baadaye yanakuja. Mipango ndio kila kitu. Lakini kuna kauli moja hivi wanasema mipango sio matumizi. Hivi walikuwa wanamaanisha nini wanasema mipango sio matumizi? Lakini nimesikia wanaisema hiyo bwana. Mimi nasamia kama misemo tu. Mipango sio matumizi, hapana. Hiyo kama misemo. Kutokana na mipango ndo matumizi yenyewe. Afisa kwa nini unasema mipango sio matumizi? Mfano mfupi kama blazo ile pale ule nimeuza duka pale, au sio? Kajiwekea mimi mpango wangu, mimi mwaka kadhaa lazima mimi nimiliki duka. Kwa sababu gani blaza? Mpango. Uweze tu kukurupuka tu bwana, nataka mimi ndo nimiliki duka. Alafu ni mipango hauna sawa, unatakana ndo ukamiliki ni duka, lakini kumbe dakika mwisho hauna ni mpango nalo duka. Kwani bado blaza mpango ndo kila kitu. Sawa. Hivi kuna tofauti gani kati ya hili neno mpango na malengo? Hivi ni neno moja au inatofautiana hapo? Mipango na malengo. Kinatangulia kipi kwanza kati ya hivyo vile? Kinatangulia malengo au mipango, au inaanza mipango afu ndo malengo?
Mpango na malengo yote ni moja. Hamna kinachomtangulia mwenzake. Hamna kinachomtangulia mwenzake. Ni kauli zote zinafanisha kama Suma, Asumani. Yani mfano mfupi kama Suma, Asumani. Yani mpango na malengo ni kitu kimoja. Kabisa. Mmoja ni mama mmoja ya. Kwa hiyo mimi nikisema na malengo tayari na mipango. Sahihi. Sema hauwezi kuwa na mipango afu una malengo. Yote moja hiyo blaza. Lengo langu mimi nataka nifanye mpango fulani. Mpango wangu mimi nataka nifanye lengo langu fulani. Umeona blaza? Yani hiyo ni neno moja tu. Kwa nini nitangulize kimoja baada ya kingine? Hasa hapo inategemea hapo blaza. Hapo inategemea. Kila mmoja ana lafudhi yake. Lakini neno moja blaza. Sawa, wewe umeona umuhimu wa kuweka mipango kwa hivyo, lakini kuna yule ambaye anakutazama lakini hajaweza kufanya kitu hicho au pengine hajifanyia utaratibu huo. Wewe una neno gani la kumwambia kuhusiana na umuhimu wa kuweka mipango? Neno langu kubwa kwa washauri vijana wenzangu, mipango ndio kila kitu. Kwa maana bila mpango sasa hapo umekuja duniani ni kuwasindikiza wenzako. Mipango kila kitu vijana. Yani mipango ndio kila kitu ndugu zangu yani. Huwezi tukafanya kitu kutoka lazima kufanya kitu ni kienyeji bro. Unafanya kitu ni kienyeji vipi? Kufanya kitu ni kienyeji. Yani mipango ndio kila kitu. Yani mipango ndio kila kitu. Sawa, shukrani sana. Oya mzee, inakuaje? Safi, mambo vipi? Mambo kama kawaida? Kama kawaida. Vipi kwa upande wako? Unajiwekea mipango? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wangu. Mipango nimeiweka japokuwa haijafika bado, lakini mipango ninayo na mipango nimeiweka blaza. Kama unavyoona hapa tuko ofisini, vyombo unavyoviona hivi hapo hivyo vya moto, mazingira kama unavyoona huko kwenye michanga nini, tunashughulika vijana ili tuweke mipango sawa. Wewe mipango yako unaandika au ndo unaiweka tu kichwani hivi afu unaikamilisha pale? Huwa unafanyaje kwa upande wako? Kuna mingine nimehifadhi kichwani na kuna mingine vile vile huwa na hifadhi kwenye simu. Kidigitali zaidi. Hapo nitapogafilika naweza nikarudi upande ule kule nikajikumbushia. Kuna umuhimu pia wa kuhifadhi. Kuna umuhimu wa kuhifadhi upo kwa sababu si binadamu na kama unavyotuelewa vijana pilika zetu. Lakini kikubwa mno ni mipango endelevu ni lazima. Hivi kuna tofauti gani kati ya mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu? Maana nimesikia hiyo kisemwa pia. Bwana mimi kuna mpango wa muda mfupi na mpango wa muda mrefu. Mipango tu. Mpango wa muda mfupi upo na mpango wa muda mrefu upo. Hivi tofauti yake huwa ni nini? Kwa mfano, labda ndugu yangu hapa anamiliki toyo. Kaingia mkataba wa mwaka mmoja na miezi 6. Huo ni mpango wa muda mrefu. Mimi napakia michanga. Kwa siku napata shilingi 8,000. Huo naweza nikajiwekea mpango wa muda mfupi. Lakini kuna mpango wa muda mrefu na kuna mpango wa muda mfupi vile vile. Kwa tofauti yake ni kwenye malengo tu. Tofauti kwenye malengo. Kwamba huyu lengo lake kwamba amalize mkataba na ndio lengo alilokuwa nalo kwamba mimi bana sasa hivi nimalize mkataba. Hilo lengo. Ameingia mkataba amalize mkataba, hilo lengo. Kuweka mipango ni jambo moja. Je, unajifanyia tathmini kwamba kile nilichopanga nimetimiza? Hapo ulazima huo upo kwa sababu nikishajiwekea malengo ina maana si kwamba ni lazima yatimie, ila katikati hapo kuna vikwazo sisi vijana kwamba limetokea tatizo hili au hili, mpango wako ukausitisha. Umeshaona bwana, mipango hiyo nayo vile vile ipo. Unaweza kama alivyokueleza yule mwenzangu aliyotoka, unaweza ukachapua kidogo bwana, ukafanya mazingira yako katika ile mipango. Kama mipango ya kwenye toyo huku kimfano kama huyu bwana nilivyokuambia, unaweza kukuta mwezi mzima akakosa hesabu. Sijui unanielewa Kiswahili. Hapo naye mipango kidogo imeenda tofauti. Lakini kikubwa mno vijana ni kujipanga tu, tutimize malengo. Wewe pia unajifanyia tathmini kwamba nilienda sawa au sio sawa? Hapo ni lazima ufanye tathmini kwamba hapa nilipokwenda sawa au si sahihi. Mambo ya kidunda? Mambo ya kidunda vile vile kwa sababu si binadamu tumeumbwa na akili vile vile. Unaweza ukajiongeza kwa design nyingine. Sio kwamba yamedunda kwamba ndo na wewe tena usizi, haitakiwi, inatakiwa tupambane bro. Alafu mipango sio kwamba mpango mmoja tu. Kwa mfano huyu bwana anaendesha toyo, anaendesha bajaji, anaendesha gari.
Akidunda kwenye toyo, kwenye bajaji anaweza akafaniki. Usiniambie mipango yote mitatu atadunda. Mimi napakia mchanga au sio? Naburuza toroli, nalima kibarua, uwezekani mipango hiyo yote mitatu ikadunda. Mmoja nitafanikiwa tu bro. Sawa, mimi nikushukuru kwa hilo, lakini kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi unamwambia nini kuhusiana na umuhimu wa kuweka mipango kulingana na faida ambazo wewe umezieleza? Tupambane sisi wenyewe vijana, tupambane. Manake unajua naye kuna wakati mwingine naye vile vile vijana huwa tunabweteka. Sasa kubweteka sio kuzuri. Tupambane. Sawa, shukrani sana. Nikumbushe jina lako. Naitwa Ngwele Shamte Abdalla. Sawa, shukrani sana. Na kama tu ndo unafungulia runinga yako, kipindi wani Nondo za Kijiweni, na nimefika hapa wanapaita Mtipesa Kinyerezi mwisho kuzungumza na wale ambao wanapatikana katika maeneo haya, wakazi wa maeneo haya, na kikubwa hasa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la mipango. Vipi unajiwekea mipango, lakini umuhimu wake wa kuwekea mipango ni nini? Na wapo wengi kama ambavyo unaona, tutaenda kuzungumza nao pia tuweze kuwasikia kwa upande wao na kipi cha kutueleza kuhusiana na kile ambacho tunazungumza. Ngoja ni aje? Kama ka shwari kabisa. Fresh. So unaitwa nani? Naitwa Jamali. Sawa. Tunazungumzia kuhusiana na swala zima la mipango. Vipi wewe kwa upande wako unajiwekea mipango? Najiwekea mipango. Lengo ni pale pale, hamna jambo linaloshindikana. Lazima upambane, uforce mpaka lengo litimie. Hivi kubadili mipango ni mkakati au inakuwa ni kukata tu tamaa mtu? Yaani unaona labda hichi nimefanya ikiwezekani, au unahisi ni nini huwa kinafanya hivi? Kubadili mipango ni mbinu za mikakati. Mbinu za mikakati. Sio kwamba fanya nakata tamaa afu anasingizia hicho. Hapana, mbinu za mikakati tu. Umeona bwana? Sababu mtu unaweza ukafanya jambo, mambo hayaendi, ukasema bwana hili jambo unalifanya mambo hayajaenda, itabidi nibadilishe. Ukafanya jambo lingine, Mungu akabless, mambo yakaenda kama kawaida. Sawa. Labda kwa yule mtu ambaye anakutazama sasa hivi, una kipi cha kumwambia kuhusu umuhimu wa kuweka mipango? Kikubwa ni kumwomba Mungu. Yaani kikubwa ni wasikate tamaa, waendelee kupambana. Umeona bwana, hamna jambo linaloshindikana duniani hapo. Ukiweka nia, mimi nataka niweke mpango fulani, Mungu atabless. Hivyo yani. Wasikate tamaa, endelee kupambana, malengo yatatimia. Shukrani sana ise. Pamoja sana. Lakini nipo na kaka hapa. Oya, ni aje? Poa, vipi kaka? Mishe Kama kaa. Mungu asaidia. Tunazungumza kuhusiana na swala zima la mipango. Labda nianze tu na wewe binayo. Unaweka mipango? Mipango sio lazima ndugu yangu. Kwa sababu huwezi kuishi bila mipango. Mipango hiyo ni lazima na sikungopee ndugu yangu. Sawa. Jambo moja ambalo nimegusia kwa kaka hapa, lakini ningependa pia kufahamu kwako. Unapoweka mipango lazima kuna vitu ambavyo umejiwekea kwamba nitatimiza hichi. Lakini vipi pale ambapo unaona kama ile jambo halitimii, wewe unafanyaje? Unakaza buti mtoto wa kiume, utafanyaje? Unakaza buti. Kaza buti, sio unajituma. Unakaa sio unajitathmini kwamba nimekosa wapi, nimekosea wapi. Unajituma tu. Kwa sababu unukata tena kinitamashe wangu. Sana kwa uzembe mkubwa kwenye utafutaji. Mwaka unapokosea pale sasa unaangalia nimekosea wapi, sio unajisahihisha kwamba mara kwanza sasa niliingia na gia hii nimekosea, bidii sasa hivi sibadilishe gia nyingine nini sana gia nyingine. Sawa. Kwenye kujitafuta na safari yako ya upambanaji, kuna kitu gani ambacho ulijiwekea mipango ukataka ukitimize, lakini kutokana na ugumu wake ilifika kipindi uachane nacho, lakini kutokana na kukoma kwako na kuendelea kufanya msisitizo kama ambavyo unasema, hatimaye ukafanikiwa? Kama unaweza ukatuambia tu kitu chochote kile ambacho uliwahi kupanga lakini ukaona kama kinaleta ugumu, lakini kutokana na kutoka tamaa kwako hatimaye ukafanikisha. Ni kipi ambacho uliwahi kutana nacho na kinaweza kuwa ni funzo kwa mwingine? Mimi kwa upande wangu nilikuwa napenda sana ni kumiliki ni vyombo vya music, vya nikodishaji katika masherehe, katika event hizi. Kwa hiyo nilipambana, kuna kipindi fulani hivi nilifikia kabisa tamati kwamba nikasema kweli nitaweza kweli kwamba kumiliki vyombo kama mtu fulani. Ila nikakaa chini nikawaza vina hivi, kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa tunavifanya kachana navyo nikavipunguza. So nashukuru Mungu nimemaliza vile vitu nikavipunguza, hatimaye nikaona tu mafanikio yangu. Kwa sasa hivi namiliki vyombo nilivyokodishaji ni vya music.
Kwa hiyo masherehe yote naweza nikapigiwa simu bwana hivi na hivi na hivi na hivi, kwa mambo yakaenda vizuri. Sawa. Hapo umezungumzia jambo muhimu sana la kutokukata tamaa. Lakini inakuwa vipi pale ambapo unafanya jambo lakini halitimii? Na maana utakuwa unaenda nalo tu au kuna muda lazima ukubaliane kwamba hiki hakiwezi kufanyika? Kwa hapo lazima kidogo watafuta mtu ambaye analokuzidi umri, unamshirikisha kidogo kwa mawazo, aweza na akakusaidia. Bwana blaza, bwana mimi na kitu fulani nataka kukifanya. Naona nishafanya nusu, naona ni bado nusu, naona kama vile mimi na sielewelewi. Hivi unanisaidiaje? Kwa sababu nao ni mawazo kwa mtu mzima, nayo zinakuwa nini sana mazuri. Ila kwamba ukomano wewe mwenyewe kama mwenyewe basi tutaweza nikakuposti. Ila kwamba unafuata mtu mzima, ukiomba ushauri kwa mtu mzima, unajua mtu mzima nao mkubwa, unajua mkubwa ni mkubwa blaza. Umeongea jambo muhimu sana hapo na umegusia sasa kwa mtu mzima, lakini vipi kwa vijana wenzako, au ndo nao unawashirikisha kwenye mipango yako kweli? Au kuna baadhi na mipango kaza kumshirikisha kijana mwenzako, ila sio kila baadhi ya mipango unaweza kumshirikisha kijana mwenzako. Jote na Mungu si vijana, sababu huyu unaweza kuongea naye na ukachika naye na ukasema huyu ni mshikaji wangu, kumbe mtu moyoni sijui kwamba jinsi ninavyokuwekea. Jote na Mungu kujua si vijana, tunatupendi kwamba mtu fulani aone kwamba tupo naye kila siku hapa. Kwa nini samiliki ni kitu fulani? Kwa nini amiliki kitu fulani? So kila kitu ambacho unachokifanya ni kwa maendeleo, kila mtu sakijue blaza. Ni moyoni mwako tu mwenyewe. Kwa pia swala la kuaminiana pia ni muhimu zaidi kulizingatia, hasa pale ambapo kabla hujamshirikisha mtu mpango wako. Ni muhimu sana blaza. Kwa sababu ni malengo, sawa ni malengo. So sawa ni malengo ni maisha blaza. Sababu unataka ni kutoka kwenye maisha fulani kwenda kwenye maisha fulani. Lazima kidogo utulize akili blaza. Yumba? Umefeli. Umefeli blaza. Kama sisi wengine tumetoka mbali huko vijijini huko, tumekuja Dar tena afu unarudi tena. Aibu blaza. Si mimi sio karibu. Wewe umejiwekea mipango na ukaweza kuitimiza. Sasa una neno lipi kwa yule ambaye anakutazama sasa hivi na kuhusiana na umuhimu wa kuweka mipango? Mipango ni muhimu kwa sababu huwezi kufanya ni jambo bila mipango. Ni kikubwa tu kwamba unajipangia ni malengo yako bwana, mimi mpaka muda fulani niwe nishatimiza ni malengo yangu, ni design fulani. Ni kikubwa tu kwamba ni kujituma, fanya kazi, naomba Mwenyezi Mungu nakusaidie, akubariki, ni baraka blaza. Shukran sana Sev. Naam. Na pia naona naungana na mwingine hapa, amekuja muda mwafaka kabisa. Ndio kaka, kwema? Kwema. Mambo vipi? Mambo fresh. Shwari, okay. Tunazungumzia swala zima la mipango. Wewe unajiwekea mipango? Mipango mimi najiwekea. Mipango najiwekea kutokana na kazi yangu ninayoifanya. Mimi nafanya kazi ya bodaboda. Mipango niliyokuwa nayo lazima kwanza mimi nipambane, nijiweke na mipango yangu. Mipango mimi ninavyoipeleka najiwekea kiasi shilingi 10,000. Hivi unaweza ukafanikisha kweli bila kuweka mipango kwamba mimi nataka nitimize hiki na hiki? Ili mipango yako itimie kwanza lazima kwanza upambane. Lazima kwanza upambane ndipo mipango yako itatimia. Hapo nimejifunza kitu kipya kwamba ili pia mipango iwepo pia lazima upambane. Haiwezi kaja hivi. Ndio lazima ndio upambane. Haiwezi tu hivi mipango ikaenda bila kupambana. Hapana. Lazima mtu upambane ndipo malengo yako yatimie. Mwingine anakuambia bwana mimi mzuri tu wa kuipanga ile, lakini utaipanga lakini unaweza kupanga mipango bila hela share, haiwezi kwenda. Kumbe mimi na mawazo mazuri sana. Lakini mawazo hayatasaidia chochote. Paka mtu uwe na pesa na upambane. Kwani hauwezi ukauza tu mawazo? Kwani nitakwambia wewe ukiwa na wazo zuri hivi lazima ulifanyie kazi wewe? Si unaweza ukamtafuta mtu umpe hilo wazo alafu wewe umuuzie wazo, au haiwezekani? Hivi brother, ushakuonaga mtu labda ananunua mawazo? Huwezi jua, ushaikuulizia labda. Hamna biashara ya hivyo. Kabisa? Hamna. Mbona kuna watu wengine wana mawazo mazuri wanafanya hivyo kweli? Hakuna kitu kama hicho. Mipango yako, mipango unaipanga mwenyewe na unapambana mwenyewe. Eti mtu tu amekaa labda ananunua mawazo. Hamna biashara hivyo brother. Anaweza asikae lakini unajiongeza, kwani fursa zote ambazo wewe unazifanya au ambazo zimewahi kukukuta zilikufuata? Hazikunifuata, nilipambana. Sasa maana hata kama una wazo lako ambao unaona hili
nikimpa fulani hivi anaweza akafanikisha. Unaweza ukamuuzia. Sasa ina maana unaweza mtu kampelekea mawazo. Inategemea na watu gani ambao umempelekea, na inategemea na mwenyewe kazi anayoifanya. Unaweza mtu kampelekea wazo mtu, ukampelekea mtu wazo labda akafanya kazi fulani ambayo kazi ile labda yeye hajawahi kuiwazia. Haya, kwa mfano kama mimi nafanya kazi ya bodaboda. Hauwezi kuniambia mimi labda nikaendeshe magari wakati mimi huko sijafika bado level hizo. Lakini unaweza kuwa una wazo hilo. Wazo ninaweza nikawa nalo, lakini bado sijafikia level kama hizo. Unasema hujafikia lengo hilo. Ngoja turudi hapo nyuma. Mipango na malengo. Kuna tofauti gani kati ya maneno mawili? Malengo na mipango. Mipango unapanga. Malengo unatimiza malengo. Unapanga kwanza kabla lengo halijatimia. Kipi kinamtangulia mwenzake? Ni mipango au malengo? Malengo kwanza. Malengo kwanza. Alafu baada malengo? Mipango. Sio mipango afu ndo malengo. Lakini hapo mimi ninavyoona mipango na malengo ni kitu kimoja. Kabisa. Tumezungumzia swala zima la mipango na wewe umesema unaweka mipango, lakini katika hatua moja au nyingine ya maisha na kujitafuta kunaweza kaa kile kitu ambacho umepanga kidogo kinakuya vigumu kukitimiza. Wewe inapotokea hali kama hiyo huwa unafanyaje? Ukisha na mtu hapa umejiwekea malengo ukawa labda hujatimiza malengo yako, ni kumwomba Mungu akupe uzima na uendelee kupambana. Safi kabisa. Sasa wewe umeona faida za kuweka mipango na umeona pia umuhimu wake. Una kipi cha kumwambia yule ambaye anakutazama kuhusiana na umuhimu wa kuweka mipango na kujibidisha kwa bidii? Umuhimu wa kujiweka mipango, kwanza inabidi mtu uwe mpambanaji. Usiwe mtu wa kukata tamaa. Sawa, shukrani sana. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Joseph Ndoje Boniface. Mkazi wa hapa Kinyerezi. Sawa, shukrani sana. Lakini naona nipo na kaka hapa, labda tumalize nayo. Kaka, kwema? Kwema bro, ni aje? Habari za wakati huu? Tunamshukuru Mungu tuko salama. Na maisha yanaendelea kama unavyoona tunapambana. Kwenye mvua na jua, maisha yanasonga mbele. Kwa maisha sasa hivi na hali ilivyo, lazima binadamu aliyokamilika awe na mipango ili asogee hatua hii kwenda hatua nyingine. Kwa mfano labda mimi hapa ni dereva toyo. Kwa mfano labda ikitokea leo labda nimepata example labda nimepata shilingi 100,000. Kama nimepata 100,000 basi nitatoa 30,000 ya bosi, nitatoa 30,000 ya mafuta, nitabaki na 40,000. 40,000 ikienda nyumbani lazima kwa 20,000 kama 20,000 tuiweke pembeni. 20,000 nyingine itakuwa ya matumizi na akiba na emergency ambayo itakayojitokeza labda siku hiyo. Ndio maana binadamu tunaishi kwa mipango ili kufanikiwa. Kwani kitu kimoja ninajiuliza, hivi kubadili mipango ni mbinu ya ushindi au ni kukata tu tamaa kwamba bwana mimi nimepanga ninunue toyo, kila nikijaribu kuweka hela haifikie, lakini naona imeshafika milioni 2 basi na wagaili sinunui toyo na nunua pikipiki? Huko ni kukata tamaa, kwa sababu utakuwa umesha njiani, kwa sababu kipindi cha mipango wako yani kuna sometime tu unapiga maximum mpaka mwezi wa 6 ndio nishafikisha milioni 3 ya kuchukua toyo. Lakini sasa mwezi wa 6 unafika ile milioni 3 ndani hauna, kuna milioni 2, unasema basi ngoja niongeze mwezi mmoja mbele nipambane sasa ifikishe milioni 3 nikachukue toyo. Unakuta mtu sasa huwezi ukata tamaa kutokana labda mwezi wa 6 umefika umekosa milioni 3 eti basi hii milioni 2 nikanunue pikipiki. Ni kitu ambacho haiwezekani. Tayari umesha maximum wako uchukue toyo ya miguu mitatu. Utajiongeza sasa mwenyewe, utajiongana basi mwezi unaokuja mpaka mwezi wa 7 basi mimi nipambane vya kutosha, hata tukila dagaa kila siku mchana usiku mimi itimie hiyo milioni 3 mimi nikachukua hiyo toyo ya miguu mitatu. Lazima ufanye hivyo. Kujiwekea mipango ni jambo binafsi au sio, la mtu mwenyewe alenayo, lakini pia haimaanishi huwezi kumshirikisha mtu mwingine. Lakini swala zima linakuja hapo, je, vijana wanashirikishana katika mipango yao au kila mtu ndo anaamua tu afanye kivyake? Lakini pia kuna umuhimu gani wa kushirikishana? Kushirikiana ni nzuri au ni mbaya, kwa sababu unaweza kumshirikisha mtu yeye mwenyewe kwanza, yani yeye mwenyewe mipango hiyo ya kuweka akiba kidogo hana. Sasa unakuta ukimshirikisha sawa atakusaidia kimawazo, ila ataona huyu bana mdogo wangu anapotea huyu. Sasa hiyo inategemeana, ndio maana ushauri wa mtu usikilize upite.
Kama tunaona kufaa sawa, kama tunaona una danger kama hivyo atakwambia kachukue tu ya mkopo. Lakini wakati wewe ya mkopo sio makusudio yako, uchukue tu ya mkopo, lazima utasumbuka. Bana mbona hesabu leti hivi na hivi, lakini ukichukua kwako japokuwa utakuwa umevumilia, umesogeza miezi mbele ili ujazie hela, uchukue sato yako binafsi ili usisumbuliwe na mtu. Mwisho kabisa, unatoa wito gani sasa kwa Tanzania wote kuhusiana na umuhimu wa kuweka mipango ili kuweza kutimiza malengo ya mtu? Yaani kwa kuasia vijana wenzangu, yaani kwa sababu maisha sasa hivi ni magumu, tupambane na kujiweka akiba kidogo kidogo ndani. Kwa mfano labda una familia, watoto wawili au mmoja, yaani lazima uweke akiba kwa emergency mbalimbali. Kuna mtoto kuumwa, kuna wewe mwenyewe kusema leo nipumzike nyumbani. Wengine tunashinda kupumzika, unajua nikipumzika tutakula nini leo nyumbani. Shukrani sana. Nikumbushe jina lako, unaitwa nani na kazi yako? Chado TZ hapa Kinyerezi shule hapa. Kazi wa maeneo hayo? Ndio, mkazi wa maeneo ya Kinyerezi. Shukrani sana. Naam, mtazamaji wa TBC1, mpaka kufika hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Nondo za Kijiweni, na nilifika hapa Kinyerezi nia na madhumuni ni kutaka kufahamu kwa wakazi ambao wanapatikana katika eneo hili ni nini hasa kuhusiana na swala zima la mipango. Je, unajiwekea mipango? Na tumeweza kujifunza vitu vingi sana kuhusiana na swala zima la kujiwekea mipango. Kikubwa hasa ni kwamba kuweka mipango ni muhimu pale ambapo unahitaji kufikia lengo lako. Ni ukiweka mipango inakuwa inasaidia zaidi kuona ile njia ambayo wewe utapita na kuweza kutimiza jambo lako. Lakini pia kuna kutokata tamaa pale ambapo unaweka mipango. Sio unajiwekea jambo fulani alafu baada ya muda unabadili ile wazo uliokuwa nalo na kuanza kwenye vitu vingine. Kwa pale unajiwekea malengo, basi hakikisha kwamba unashikilia pale pale mpaka uweze kufanikiwa. Mpaka wakati mwingine, mimi ni David Geke. Endelea kutazama vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC1, ukweli na uhakika.